chukua maelezo kwa Saidi hapa, kisha Saidi awe hapo, mimi niwe hapa, mchungaji mtarajiwa tumpe fursa yake. Waislamu, nataka nirudi kwenu dakika moja, nimuonyeshe huyu ameshindwa kujua Ukristo ni dini, kwa kitabu haijaandikwa. Sasa kwa sababu anataka kujua Uislamu, nisimchukulie muda mwingi, nimueleze Uislamu ni umeanzia wapi kupitia kitabu chetu cha Qur'ani, sura ya pili, nenda 213 haraka. Inasema baada audhu billahi minash shaitani rajim, twende bismillahir rahmanir rahim. Ukaka mzuri tu, tatizo virus ndio mingi ako hapo. Inasema kama ilivyoandikwa, twende watu jamani, hizo mada hizo na shada vile zinatembea vizuri, smart sana. Ana smile mwalimu na hajaicheka utangia mengi hapa. Sikia raha huyu. Hebu rudia tena, umpe raha. Watu wote walikuwa dini moja haki safi, aliyekuja naye Nabii Adam. Imetosha, mpe sasa. Anayo kaka, upo niko. Asante. Kumbe watu wote walikuwa dini moja ya haki, sio? Kwa mujibu wa Qur'ani, hata kama huamini. Sawa Kwa mujibu wa Qur'ani iliyotoka wapi? Swali lingine. Usitake kupandikiza maswali. Jibu swali. Qur'ani imetoka wapi? Mpe. Kwani tunabahatisha. Sura ya 56 aya 77. 77. Sasa wewe, mimi nafungua buti. Nafungua gasi. Sasa yule anaenda, tunaenda hivyo. 56. Maana hakuja kufundishika, ni kubishana. Twende. Ikiwa wewe umeenda hospitali, wewe ni mtu wa kuharisha, unaendesha, ushaanza matibabu ili ufunge kuendesha, unamwambia wacha hilo kwanza, shughulikia na corona, wacha hilo, shughulikia hili, utachanganya daktari. Lakini kwa sababu unaenda hivyo na mimi naenda, anauliza sasa, Qur'ani inatoka kwa nani? Soma aya ya Qur'ani. Brother mzuri mwalimu, niharakishie. Ana malaria tu, tunampatia painkiller. Twende. Inasema mwalimu, kama ilivyoandikwa, ndio bila shaka hiki ndio mnachosomewa safi ni kitabu safi kilichokusanya kila yanayotajiwa, ndio ni chenye heshima moja, kilichotolewa ndio katika hicho kitabu safi, kilichohifadhiwa kweli kweli safi, Lauhi Mahfudh safi, hapana akikuzae safi ila aliyotakaswa na nini na mabaya. Twende. Ila nasema mwalimu, sikiliza hiyo, toka sokoni rudi hapa, utanipa kazi ngumu. Homework utaenda kufanya nyumbani, endelea. Mwalimu atanipa kazi ngumu. Inasema safi, hapana kuzae ila ndio aliyotakaswa na mabaya. Twende. Na ndio ni uteremsho. Rudia tena. Kutoka kwa Mola. Rudia tena. Ni uteremsho safi, ulio safi toka kwa Mungu. Mpe. Anaye. Swali lingine. Naam. Wewe kama Muislamu ndio wa Sunni, usikatae. Wewe unaamini kwa Qur'ani na pia unaamini kwa hadithi, si ndio? Ndio hiyo sura 42 yake ya 10. Mimi sibahatishi. Utamaliza. Mimi sija. No. Peana maiki. Sijamaliza kuuliza kitu ninachotaka kuuliza. Hata dada hapo nyuma anakushangaa. Anashangaa. Subiri, wao kushangaa kwa sababu unajaribu umeuliza kunituma mahali utaki nikuulize swali. Kwani uliouliza mwanzo ni majibu hayo? Wewe unaamini katika Qur'an na katika hadithi. Ndio mpe sasa. Katika hadithi kuna hadithi iliyoongelewa na Aisha. Hadithi hiyo inazungumzia Mtume alivyopata Qur'ani pale katika cave kwa cave, si ndio? Inna lillahi. Kaka, ulitokea nyumbani moja kwa moja ama kuna mahali umepita? Acha siasa tu. Anauliza tu. Unajua kuna mambo yenyewe hata Wakristo hao
vile wanakuangalia wanakustuka. Mwalimu, sura 42 yake ya 10 inasema twende tena, si Bi Aisha ni Bi Khadija. Huyu ndio nasema huenda kuna mahali inasema mwalimu, twende sura 42 ya 10 twende, inasema na mkitalifiana katika jambo lolote. Rudia tena, na mkitalifiana katika jambo lolote, safi, rejeni kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi ambaye ni Qur'ani, kisha hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subiri hapo hapo. Qur'ani inatafsiriwa na hadithi, hilo hatuna shaka. Mpe maiki, anayo dini unayo, fungua hiyo hadithi. Hadithi 4953. Asa mpe sasa huyo. Kulia hiyo hadithi. Mpe huyo. Haya, naomba sasa mgeuze kiti. Mwalimu kaishiwa. Hebu subiri. Wewe sasa anaitwa nani? Kaka, chukua kiti sasa. Rudisha kiti chako hapo. Kalia kiti chako, mpishe huyu sasa. Apate hewa kidogo nje. Akashaishiwa. Haya. Kaa kidogo pande hii sasa. Umezungumza sana. Mleteni maziwa sasa. Haya. Ni maziwa. Naomba nichukue rai kwa dada zetu waliokuja naye. Dada alitamani kusilimu baada ya ndugu yetu kuuliza maswali. Yuko wapi yule dada kwanza? Yuko hapa nyuma. Hebu mpe maiki akiwa hapa. Ana furaha mwalimu. Ana tabasamu. Kweli. Mpe maiki. Kwanza kisilimu namuita Aisha. Hebu mpe, chukua tu maiki, nazungumza nawe. Nijue tu dada unaitwa nani? Analalamika, asema jamaa ameniangusha sana. Ile makeke aliyotoka nayo kule, kumbe ako hivi, hata mimi siongei. Basi imetosha. Waislamu takbir. Allah. Peana swali uko liulizwe. Kaka mwenye kofia ya mabati. Huyu. Wewe mwambuli wako sasa jua hakuna. Unashikilia tu mwambuli hapo kwa raha zako ukisinzia. Hakuna jua. Toa mwambuli sasa. Tuone sura za watu huko. Ndio hivi. Twende sasa. Sura ndio hizi. Ndio hizo? Naona leo sura zimepaka mafuta. 297 ni Qur'an. Mpe huyo. 297. Ya Qur'an. Qur'ani. Ya. Waislamu takbir. Nimesema barua. Haya, jamaa amerudi kwa hadithi sasa. Ameona Qur'ani ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siwezani. Narudi kwa hadithi. Muulize mchungaji wake, mwambie tena, mwambie vile uliniambia sio vile nimekuta. Mambo imekuwa hali ni tia maji. Somea aya ya Qur'ani, kisha mmoja mmoja kuuliza swali. Naona leo mmeamua. Hebu changamka kusoma. Abdurrahmani Bayo, upo. Inasema mani baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. Sema. Ndio. Aliyekuwa ni adui wa Jibrili. Ndio. Basi. Huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Safi. Wanashauriana pale kwanza. Haya, kaka imekuwaje? Naomba tutulie hapo. Tutulie kabisa. Tutulie. Haya, rudia sasa aya ya Qur'ani. Inasema nini? Ndio. Sema. Aliyekuwa ni adui wa Qur'ani. Wewe. Sema. Kwanza sema astaghfirullah. Sema hivi. Sema astaghfirullah. Sema aliyekuwa ni adui wa Jibrili. Basi ndio huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Ndio. Moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Safi. Inayodhibitisha iliyokuwa kabla yake. Na ni uongofu. Ndio. Na bishara njema kwa waumini. Mpe namba. Mwalimu. Nipo. Huyu ameuliza nani Qur'ani imetoka wapi? Nani amesema? Huyu mwanafunzi. Na huku mtolea andiko. Umeenda ilitoka sijui wapi, lakini huku mtolea andiko. Swali langu sasa, wachana kijana. Adui wa Jibrili ni nani? Ngoja sasa. Bora umeingia kwa huyo hatutoki. Si unamsaidia? Namsaidia. Sasa subiri. Hatutoki huko. Uliza swali. Unavaa viatu vyake? Nitavaa. Utavaa? Ameulizaje yule? Ameuliza Qur'ani ndio imetoka wapi? Subiri hapa. Si ndio aliuliza? Mpe hiyo. Kabla ukimbilia mambo ambayo huyawezi. Sura ya 56 ndio nilitoa aya 77. 50. Ndio maana nasema saa nyingine
huwa mnatingisha vichwa kwanza kabla ya kuuliza maswali. Muangalie kama zimebaki ama zimeisha kabisa. Soma hiyo sasa. Inasema mwalimu. Twende. Bila shaka. Hebu mpe kwanza. Aliulizaje? Ameuliza Qur'ani imetoka wapi? Imetoka wapi? Mpe sasa. Sikiliza jibu hilo. Bila shaka. Safi. Hiki mnachosemewa. Twende. Ni kitabu kilichokusanya kila yanayohitajiwa na chenye heshima. Twende. Kilichotolewa katika hicho kitabu kilichohifadhiwa kweli kweli Lauhul Mahfuz. Safi. Hapana akigusaye ila waliotakaswa na mabaya. Twende. Na uteremsho. Rudia. Ni uteremsho. Rudia tena. Ni uteremsho. Hebu mwekee kwa masikio. Rudia tena. Ni uteremsho. Safi. Ni uteremsho unaotoka kwa Mola wa walimwengu. Hebu soma taratibu. Ni uteremsho. Safi. Unaotoka ndio kwa Mola wa walimwengu. Mpe. Nini uteremsho? Uteremsho ni wahai ambayo inateremka. Uliotoka kwa nani? Kwa nani? 297. Waje tuanze kwa nani? Subiri. Mwalimu. Some andiko yako. Hebu subiri. Usichoroke. Swali alilouliza huyu ndio hiyo. Alisemaje? Qur'ani imetoka wapi? Na hapo inasemaje? Imeteremshwa. Kwa nani? Ijataja mwenye imeteremshwa kwake. Ijataja mwenye imeteremshwa kwake. Imeteremshwa lakini ijataja mwenye imeteremshwa kwake. Sawa, mpe tena. Mpe tena. Unavamia mambo. Rudia. Bila shaka. Safi. Hiki mnachosomewa ni kitabu kilichokusanya kila yanayohitajiwa. Safi. Na chenye heshima. Twende. Kilichotolewa katika hicho kitabu kilichohifadhi kweli kweli Lauhul Mahfuz. Soma sasa. Hapana akigusaye ndio ila waliotakaswa na mabaya. Twende. Ni uteremsho. Rudia tena. Ni uteremsho. Safi. Unaotoka kwa Mola wa walimwengu. Mpe. Ni nini? Ni uteremsho uliotoka kwa nani? Kwa Mola. Kitabu gani hicho? Qur'ani. Imetoka wapi? Imeteremshwa. Sasa nimekuambia hivi, mwalimu, kwa nini yangu unatoroka? Kwa nini yangu unatoroka? 297 nimekupea 297. Tushurudi. Wewe hapo nielezee ambaye mwenye ameteremsha hii Qur'ani ni nani? Aliyeteremsha hii Qur'ani ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Soma 297 na maelezo. Mpe tena. Hapa hatukuja kwa ubishi. Hebu mpe kaka kule mwisho maiki. Na amekiri kwamba umetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Ukitaka aliyeteremshiwa tunakupatia. Kaka, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Of course, iwe pia nao. Asante sana. Nimefurahi kwa utulivu wako. Siku hizi man tumekuwa wazazi sio tunacheza. Ni mtu mzima. Hata mimi sasa hivi nakukubali. Yale ye sasa umewacha. Hiyo iko. Tumetulia. Bado unaendelea nayo? Tutakemea hiyo pepo. Swali lako? Hiyo si pepo. Lete swali. So, mwalimu, mara tu mnaenda back and forth manzi. Namba. Ni poa tuelezane ukweli. Tuelezane ukweli. Ni poa tusome hizi maandiko kwa utimilifu na ukamilifu wake. Safi kabisa. Swali lako. Message inasema. Naam. Swali lako. So, kulingana na vile mmefunzana hapa, naomba unisomee Quran 2:121 kwanza. 2:121. Ana maneno huyu. Anaenda kukanyaga tena pale kwa vitabu. Twende sasa. Twende haraka. 2:21. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. 121. 121 anavitaka vitabu. Inasema, twende. Wala katika ahlul kitab. Safi. Tuliowapa kitabu. Ndio. Taurati. Injili. Ndio. Zaburi. Wakakisoma. Safi. Kama ipasavyo kukisoma bila ya kupotoa tafsiri yake. Ndio. Wala kutoa hili na kutia lile. Na hao huyaamini hii Qur'ani wakasilimu. Sasa so kulingana na hiyo ni aya. Kulingana na hiyo aya, naam, kuna wenye wameteremshiwa Torati, ndio, Injili, safi, Zaburi, ndio, na hizo tatu. Alafu inaendelea ikisema, ndio, wao wakisoma hicho vitabu
wakivisoma hivyo vitabu wanaamini Qurani kama ipasavyo kusomwa. Yeah. Wataamini nini? Wataamini Qurani wakasilimu. Lalamika. Sasa swali ya kwanza, naam, hao wenye wameteremshiwa walikuwa Waislamu ama hawako Waislamu? Hao ni Waislamu. Ni Waislamu. Mfano, tulia. Nataka kutoa mfano nieleweke. Sawa. Mfano, Musa si alipatiwa Torati? Si ni kweli? 10:84 Qur'an. Tena sipati tabu. Wala usio na shida. Wewe si umetulia na mimi leo nimetulia. Tumeanza kwa Qur'ani. Musa kateremshiwa kitabu kinaitwa Taurati. Yeye Musa na Taurati yake, msikilize anasemaje? Yanasema ni bala billahi minash shaitani rajim. Tende. Bismillahir rahmanir rahim. Na Musa akasema, rudia tena. Na Musa akasema, safi, enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, safi, basi mtegemeeni yeye. Kwa nini? Kama nyinyi ni Waislamu kweli. Nani huyo? So Musa, nauliza tu. Lazima nijibu. Twende kidogo. Nani huyo? Kwa hivyo Musa. Huyo nani huyo? Nani huyo? Ninasema Musa mzinga ama? Huyo ni Musa anasema. Nisirudi kwa hiyo order. Na ndio Musa kapewa Taurati. Sawa. Anasemaje? Anasema kama mmesilimu kweli. Kama nyinyi ni Waislamu kweli. Mpe tena. Tusibahatishe. Leo si uwanja wa kubahatisha. Rudia tena. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mko na imani juu ya Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni nyinyi, basi mategemeo yenu yamtegemee Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Safi, kama nyinyi ni Waislamu kweli. Mpe. Nani huyo? Sawa, Musa anaambia watu, anaambia mumtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kwa hiyo Musa ni tulia mwalimu. Tumesoma tu Qurani Al-Baqara 121. Inasema kuna wenye wameteremshiwa vitabu sana, ni Torati. Ambayo kapewa nani Torati? Musa huyo. Zaburi ambayo kapewa nani? Zaburi kapewa nani? Zaburi ilikuwa ya David na wengine. Injili kapewa nani? Injili kwa imani yangu, Injili ni Yesu. Akapewa Yesu. Yesu katupea Injili. Kisha kuna kitabu cha mwisho kinatajwa hapo. Tulia mwalimu. Mimi ndio tumesema ni utulivu leo. Kwa hivyo kulingana na hiyo aya inasema hao watu wenye wamepewa hizi vitabu ndio wakizisoma kwa ukamilifu sana wataamini Qurani, ndio alafu wafanye nini? Wakasilimu. Sasa swali ni hao watu wenye wamepewa, Musa si alipewa Torati. Kwa hivyo anasema akisoma hiyo Torati kwa ukamilifu sana ataamini nini? Qurani. Alafu Musa hajaambiwa hivyo. Nani alipewa Qurani? Mpe tena. Usichanganye mambo. 2:21 twende. Yanasema baadhi billahi minash shaitani rajim. Wala katika ahli alkitab. Safi. Tuliwapa kitabu. Ndio. Torati 1, Injili 2, Zaburi 3. Wakakisoma. Ndio. Kama ipasavyo kukisoma. Safi. Bila ya kupata tafsiri yake. Naam. Wala kutoa hili. Wala na kutia lile. Twende. Hao waliosoma Taurati, Injili, Zaburi ndio huiamini hii Qur'ani, wakafanyeje? Wakasilimu. Mpe atoe lalamiko lake. Sasa kulingana na hiyo aya inasema watu wenye wamepewa Torati ambao ni Zaburi, ndio Injili, wakisoma kwa ukamilifu wake hizo vitabu wataamini nini? Qur'ani. Alafu wafanye nini? Wakasilimu. Kwa hivyo inamaanisha walikuwa Waislamu ama hawakuwa Waislamu? Kwa imani yako sasa. Kulingana na aya. Subiri hapo. Kulingana na aya. Hata imani yangu. Nakwambiaje? Twende na aya. Hunishindi elimu wala maneno. Sawa, twende na aya sasa. Mpe huyo. Mpe maiki. Waislamu, ukiwa kafiri, ukiingia katika Uislamu unasilimu. Lakini pia neno wa antum muslimun si lazima hiyo. Qur'ani sura 5 sura 3 aya 67 Qur'ani. Soma tu. Soma barua. Soma al-Farsi 367.
367. Twende. Yani huyu akiambiwa kusilimu anaona kuacha maguruwe ndio huko kusilimu. Kuna maana nyingi, sio maana moja. Hiyo unaelewa wewe. Sikiliza nyingine. Inasema twende. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Twende. Ibrahim. Rudia tena. Ibrahim hakuwa Myahudi safi wala Mkristo. Twende. Lakini alikuwa mwongofu safi, mtii wala hakuwa katika washiriki. Soma sasa kwa Kiarabu, mpe raha huyo. Ma kana Ibrahimu yahudiyan safi wala nasraniyan safi walakin kana hanifan safi musliman wama kana min almushrikin. Ataelewa huyo, atajua hizo. Kusubiri hapa, hizo nyanja utajua hizo, utaingia huko uwezi wewe. Sasa ukiacha kula maguruwe, subiri sasa, ukiacha kula mbarambara, ukija ukimkubali Mwenyezi Mungu, wewe sasa unasilimu. Ndio maana sisi Waislamu kila wakati tunatamka shahada, hata tukiwa katika swala, sio kwamba tunasilimu. Usichati, niangalie mimi. Hata tukiwa katika swala tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, ndio tunasilimu hivyo. Kusilimu kuna maana nyingi, 1, 2, 3 mpaka 4 ambazo wewe hujui. Waislamu, takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Hebu mpe kaka wa katikati mwenye tai. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Umejibu swali ama hapana? Nini? Umejibu swali umeulizwa ama hapana? Nimejibu. Yes or no? Nimejibu. Hujajibu. Sijajibu. Mpe huyo sasa. Mpe huyo. Tulikuwa tukiongea vizuri. Tumeongea vizuri. Wewe unaniepa. Kusilimu kuliko subiri. Tuongee kama watu wazima. Nasema hivi. Kusilimu kuliko kusudiwa pale kwamba wale ahli kitabu waliopewa kitabu wakavisoma vitabu kama ipasavyo kuvisoma, huamini nini? Huamini Qur'an. Wewe umepewa kitabu, mfano wewe umepewa kitabu wewe. Umepewa kitabu gani? Yes, kitabu gani? Nauliza tena. Biblia. Katika ahli kitabu waliopewa nini? Waliopewa vitabu. Wewe umepewa? Mimi nimeandikiwa. Kitabu gani? Biblia hiyo. Imetajwa pale? Nini hiyo Biblia? Imeandikwa matakatifu. Rudia tena hiyo andiko, mpe uone neno Biblia. Twende msomee. Hapa hamna neno Biblia. Tena anabana kwa wapi? Nabii nimo. Yaani umo wewe. Bwana wewe. Soma hiyo sasa. Wewe utokea wapi hapa? Wala katika ahli kitabu. Safi. Wala katika ahli kitabu. Tuliwapa vitabu. Safi. Torati. Wewe Taurati huijui na hujawahi iona. Injili huijui na hujawahi iona. Zaburi huijui na hujawahi iona. Wakisoma vitabu hivyo. Hapa hamna Biblia. Hapo Biblia hamna. Kuna Biblia hapo. Sasa mwalimu, naomba usome. Ngapi? Qurani 22 2:13. 2:13. Some. Yaani ubane puo useme unapewa kitabu wewe. Gani? Wapi? Tena Mungu hana kazi ya kufanya akupeni vinyie kitabu. Nani atapokea katika nyinyi? Soma hiyo. Inasemaje? Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Suratul Baqara aya 13. Aya 13. Na wanapoambiwa ndio aminini kama walivyoamini watu, ndio husema tuamini kama walivyoamini wale wapumbavu. Ndio. Hakika wao ndio wapumbavu lakini hawajui. Mpe namba. Mwalimu. Naam. Nikaa nimeconfuse. Inaitwaje? Ilikuwa ngapi? Ilikuwa 2:113. Haya, msaidia. 1:13. Huko sasa ndio nakokwenda, sio? Twende maeneo hayo sasa. Inasema ndio. Na Mayahudi husema Wakristo ndio hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Twende. Na Wakristo husema ndio Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Twende. Na hali wote wanafanyaje? Wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila ya kufuata iliyomo ndani yake. Mpe namba. Mwalimu, kwa hivyo kulingana na hiyo aya inasema kuna watu wawili wenye wanabishana. Kuna
Mayahudi na Wakristo. na kuna Wakristo. Waislamu tumekaa kando. Sawa? Pambaneni. Sawa, pole. Pambaneni sasa. Sawa, haina shida. Ndio. Kwa hivyo Wayahudi na Manasara ama Wakristo. Ndio. Sawa. Sasa Uyahudi ni dini ama si dini? Sijui. Hujui? Ukristo ni dini ama si dini? Sijui. Kwa hivyo Wakristo ni watu gani? Ni nyie. Ni sisi. Anaomba usome Qur'ani 4:171. 4:171. Twende. Wewe utanitega mimi. Yaani nitoke Bongo nipigiwe muhuri passport. Kisha uje unitege hapo. Jaribu kunitega. Twende msomeni. Inasema baada billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaani hapo alikuwa anataka niingie, siingii kwenu. Enye watu wa kitabu. Alafu mjanja ile 213 amekimbia. Na mimi nilikuwa nataka turudi kule. Wewe kimbia kote nitakurudisha kule. 213. Soma sasa hivi. Enye watu wa kitabu. Safi. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Sana. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Kwa nini? Masihi Isa bin Maryam twende ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Safi. Na ni kiumbe aliyeumbwa ndio kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu na kukwambia alilompelekea Maryam. Safi. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Safi kabisa. Sawa mwalimu. Kwa hivyo aya iko clear. Inasema leo umekula nini hapa? Leo kama kuna siku akili yako imetulia. Haijawahi tokea kama leo. Alright. Ndio maana ukweli leo lazima idhihirike. Na umetulia katika Yesu. Yaani hiyo aya ya Qur'ani uliyotoa. Kwanza nakupongeza sana. Sana man. Ingekuwa nitoe kofia yangu, nitoe hiyo yako ya tatu ya mbao, nikuwekee kofia 2000. Upendeze zaidi. Kwa aya hiyo tu uliyotoa. Sawa mwalimu. Aya inasemaje? Kwa hivyo aya imesema ndio watu wa vitabu ndio wasizidishe dini yao. Sawa. Mwalimu, mtarudie. Ukipata kuzidisha hapo naachia maiki. Rudia tena. Enye watu wa kitabu. Safi. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Mpe. Wakina nani hao? Ndio kuzidisha hiyo. Watu wa vitabu. Sio kuzidisha. Sawa. Kuna kutoa. Sawa. Watu wa vitabu wameambiwa wasipindukie mipaka katika dini yao. Kwa hiyo sasa tulia mwalimu. Naomba niulize swali. Haya. Dini ambaye mwandishi anasema ni dini gani? Sijui. Sasa hujui Qur'an? Mimi sijui hiyo dini. Mwalimu naomba ujibu. Na nimejibu. Naomba upe mtu mwingine mwenye. Subiri hapa. Ulisema kama hujui utapea mwalimu mwingine. Namaliza. Pea mwalimu mwingine. Sijui. Wewe unaijua? Sasa ulisema mimi si nimejibu. Subiri bana. Mwalimu. Tusibichane. Mimi si nimesema sijui. Wewe unajua? Kwa hivyo imeandikwa kwa kitabu gani? Wewe usijali. Imeandikwa. Ninakuuliza wewe. Mimi? Wewe unaijua? Mimi nauliza. Mpe tena. Kama hujui pea mwalimu. Haya mpe. Chukua maiki. Endelea na haya. Huyu anaficha. Enye watu wa kitabu. Nimekuonea mbali. Twende. Enye watu wa kitabu. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Mpe sasa. Watu wa kitabu wasipindukie mipaka katika dini yao. Wewe ni mtu wa kitabu? Nauliza wewe ni mtu wa kitabu? Mimi ni mtu wa Yesu. Ni mtu wa Yesu. Nakuuliza swali. Watu wa kitabu dini zao gani? Haya mpe sasa, endelee. Mimi mtu wa Yesu. Endelea. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Twende. Masihi Isa bin Maryam. Safi. Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mpe. Inasemaje aya? Masihi bin Maryam. Ndio. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni kweli? Si ndio? Si alitumwa? Kwa Yesu ni? Alitumwa. Kwa hiyo cheo chake ni yote juu ya yote. Cheo chake ni? Cheo chake. Naomba usome Mathayo. Kwanza usikimbie. Aya hiyo umetoa wewe. Hata nikujibu. Umetoa wewe aya. Masihi Isa mwana wa Maryam. Wewe ni nani? Mwalimu, please. Tena. Nimekuuliza the first part, haujajibu. Sina shida. Nataka nikujibu the second part. Peana maiki. Chukua maiki msomaji. Ametoa aya vizuri. Hebu rudia hiyo aya. Kisha kuna vipande anakataa. Rudia. Enye watu wa kitabu. Safi. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Subiri sasa. Mungu anasema watu wa kitabu msipindukie mipaka katika dini yenu. Endelea. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu safi ila yaliyo kweli. Twende. Masihi
Isa bin Maryam, Yesu mtoto wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na ni kiumbe safi aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu safi alilompelekea Maryam. Ndio. Na ni roho safi iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho zingine. Mpe kweli maneno haya Mwalimu, kweli maneno haya yako kwa Qur'ani. Ni kweli? Tulia. Iko wapi katika Qur'ani? Umetoa aya wewe, sio? Nimekuuliza swali ya kwanza. Nauliza haya maneno ni kweli? Naomba unijibu hiyo swali. Haya, peana sasa. Ikiwa umeshika aya ya Qur'ani na ukasema aya hii itakusaidia, na kuuliza tena kwa mara ya mwisho, hayo maneno ni kweli ama ni uongo? Sasa unataka nikujibu wewe au unataka kunijibu mimi? Mimi wewe nasema naomba unijibu kwanza. Mimi ndio niliuliza. Haya, peana maiki. Tunakwenda hivyo. Yaani aya utoe wewe kwa matarajio yako. Aya ikisema Masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na kuuliza ni kweli, unakataa. Sasa lengo la kutoa aya hiyo nini? Sasa swali gani ikiwa malengo ya aya hiyo huyajui? Na ikiwa umetoa aya, mfano mimi nikuonyesha aya ambayo naiamini kwa Biblia na sina shaka nayo, kitabu cha Mathayo 15:24. Mathayo 15:24. Sikiliza hiyo, kisha mimi nikwambie hiyo aya. Mathayo 24 inasemaje? Inasema kwa laandika. Safi. Akajibu akasema, ndio, sikutumwa. Anzia 21. 21. Ndio. Yesu akaondoka huko. Akaenda pande za Tiro na Sidoni. Twende. Na tazama, ndio, mwanamke Mkanaanayo wa mipaka ile akatokea. Safi. Akampazia sauti akisema, nini? Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Kwa nini? Binti yangu amefanyaje? Amepagawa sana na pepo. Twende. Wala yeye hakumjibu neno. Safi. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba nini? Wakisema, mwache ndio aende zake. Kwa nini? Kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Twende. Akajibu akasema, Yesu anajibu kwa mdomo wake, anasema sikutumwa. Mimi Yesu sikutumwa. Safi. Ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe. Mimi nimetoa aya hiyo. Naamini. Ndio. Naiamini aya. Sawa. Na ile ya Qur'ani wewe unaiamini? Walio. Nauliza tu. Mimi. Wewe ile ya Qur'ani si ndio umetoa? Mimi hata nisame clear. Unaiamini? Tulia. Hata nijibu. Jibu. Wewe ni Muislamu. Sana. Mimi ni Mkristo. Ndio. Kulingana na Uislamu mnaamini kitabu gani? Qur'ani. Qur'ani. Sio Qur'ani peke yake. Sawa. Nimekosea. Sawa, mnaamini gani? Mpe hiyo. Sura ya 2 aya 285. Nimekosea, nimesema tunaamini Qur'ani. Si kweli. Narudia maneno yangu. Inasemaje hiyo? Swala la kuamini. 285. Inasema baada ya billahi minashaitanir rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. Mtume ndio ameamini yale yaliyoteremshwa kwake. Safi. Kutoka kwa Mola wake. Ndio. Na Waislamu na sisi Waislamu pia wameamini hayo. Twende. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu. Moja. Na malaika wake. 2. Na vitabu vyake. Mpe. Swala la vitabu sio Qur'ani peke yake. Tunaamini vitabu vingapi? Zote. Vingapi? 4. Cha 5 hakuna. Umesema 4. Sawa. Kwa hivyo mnaamini zote. Kwa hivyo mshaisoma Torati? Hatujawahi. Mshaisoma Zaburi? Hatujawahi. Mshaisoma Injili? Hatujawahi. Sawa. Moja kazi. Tulia. Narudi kwako kidogo. Kidogo tunarudisha. Ni conversation. Narudisha maneno. Ushaiona Taurati? Mwalimu. Nauliza kwako pia. Acha nimalize. Nauliza kwako tu. Maliza. Nikimaliza utaniuliza. Jibu kama mimi uone. Ndio. Sawa. Haujaona Torati? Na wewe pia. Sawa basi vile unasema. Rudia tu. Haujaona Zaburi? Na wewe pia. Haujaona Injili? Na wewe pia. Sasa kitabu hii ni kitabu gani? Ipi? Hii hapa. Hiyo sasa. Mpe huyo. Moja Luka. Anauliza sasa, hii ni kitabu gani? Wacha isomwe. Moja Luka. Ama dibaji wewe. Kama iko nini? Ukiwa dibaji ama moja Luka, achagua. Moja Luka. Twende. Injili. Injili. Ndio. Kama alivyoandika nani? Luka. Nenda Mathayo 1:1. Injili. Injili
kama alivyoandika Mathayo. Marko 1:1. Injili kama alivyoandika ndio Marko. Yohana 1:1. Injili kama alivyoandika ndio Yohana. Mpe ngapi ya Injili? Ngapi hizo? Mwalimu, kwa hivyo unaziamini hizi? Mimi hapana. Hauziamini? Haya, naomba usome Mathayo 15:24. 15:24 nini? 15. Ametulia leo. Ameona Injili. Yesu kapewa Injili. Lakini kwa Biblia tunaona Injili ngapi? 4. Injili ya Mathayo iko na sura 28, sijui 27. Marko iko na 16. Luka iko na 24. Yohana iko na 22. Ipi ya Yesu katika hizo? Hakuna mtu aliona Injili katika nyinyi wala sisi, ila tunaviamini kwa sababu Mwenyezi Mungu keshasema kwamba tuviamini vitabu vilivyotoka kwa nani? Kwa Allah. Sio kuviona tu. Hatujawaona malaika lakini tunaamini, hatujawaona mitume lakini tunaamini. Lakini Biblia usitusogezee. Soma hiyo. Inasema akajibu akasema, twende. Sikutumwa. Ndio, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba gani? Wa nyumba ya Israeli. Naamini. Mpe. Unaiamini? Kwa hivyo unaamini Injili kama ilivyoandikwa Mathayo. Kabla ya kuamini hapo mpe sasa. Mpe. Umeona tunachikonfuse. Twende sasa. Okoka. Kabla ya kuamini hapo. Okoka wewe. Sura ya 3 aya yake ya 49. Kabla niamini hapo, kwanza kuna hapa niliona. Sura hiyo 3:49. 49 inasema. Hapo ndipo niliona nikaamini na huko. Twende. Inasema. Twende. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Na atamfanya. Rudia tena. Na atamfanya. Wewe nenda 45 nimtie shule. 45. Subiri. Kabla nione hiyo andiko ambalo nimeliamini kupitia andiko hilo, kwanza niliona katika Qur'ani. Qur'ani imethibitisha, Biblia ikathibitisha, nikaamini. Rudia hiyo sasa. Inasema, twende. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, safi, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema ndio za kumzaa mtoto bila ya mume. Safi. Bali kwa kutamkwa neno tulitokalo kwake. Safi. Na kukuambia zaa. Ukafanyaje? Ukazaa pasina kuingiliwa. Safi. Jina lake nani? Masihi Isa. Safi. Mwana wa Maryam. Waislamu takbir. Allahu akbar. Nenda 49. Na atamfanya nani? Na atamfanya na atamfanya safi Isa bin Maryam. Safi. Na atamfanya ndio mtume mtume safi kwa wana wa Israeli. Waislamu takbir. Allahu akbar. Subiri sasa. Mimi nilivyoliona hilo katika Mathayo nikalikubali, kwa sababu Allah kesha alisema kwamba kamtuma Yesu kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo nikipata katika 15:24 nitaamini, kwa sababu Qur'ani ishasema. Sasa wewe ambaye ni mfuasi sasa hivi unasema unamfuata Nabii Isa hapa kiambio, unashangaza dunia. Yeye kwa mdomo wake katamka, katumwa kwa wana wa Israeli. 15:24 teremka sasa nitie chuoni. 15:24 alikuwa anaona amenitega mimi. Wezi nitega. Kitakachosemwa na Biblia kweli nimekithibitisha kwa Qur'ani, naamini. Lakini sio kuwa naamini Biblia, la, siamini Biblia. Lakini ikisema Mungu ni mmoja na Qur'ani inasema Mungu ni mmoja, imesema kweli. Kwani Ibilisi wewe unamwamini? Kuna jambo alisema sitakutolea. Endelea na hiyo aya. Akajibu akasema, safi, sikutumwa ila safi kwa kondoo waliopotea ndio wa nyumba ya Israeli. Twende. Inaendelea akisema, ndio naye akaja akamsujudia akisema, nini? Waliopotea wewe akisema, Bwana unisaidie. Ndio. Akajibu akasema, si vyema, si vyema, sio vizuri, si vyema ndio kukitwaa chakula cha watoto na kufanyaje? Na kuwatupia mbwa. Sikatai hilo mimi. Nimelikubali. Usimpe maiki. Nimelikubali. Jambo lolote likisemwa na Qur'ani, Biblia ikithibitisha, tunakubali kwa sababu Qur'ani ndio ya kwanza. Na nikisema Qur'ani ndio ya kwanza, wananiangalia macho. Kweli Qur'ani ndio ya kwanza. Anauliza wapi? Kwani Biblia mwenyewe nani? Nani kapewa Biblia?
Haijulikani. Subiri wewe, nani kapewa kitabu cha Biblia? Hakuna. Mfano Qur'ani mpokezi wake ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaburi ni kitabu alichopokea Daudi. Taurati ni kitabu alichopokea Musa. Injili ni kitabu alichopokea Yesu. Biblia nani kapewa? Si ni kitabu tu tumekiona juzi huko, kimekuja na watu kwa pania. Hicho hatukitambui kwa sababu hakiko katika mfumo wa Mungu. Mungu ametaja vitabu 4: Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Biblia haikutajwa, na hakuna andiko ndani ya Biblia linaitwa Biblia, hakuna. Mfano Qur'ani sura ya 36, nenda katika aya yake ya kwanza na ya pili na ya tatu. Sikiliza maneno haya. Inasema ni baada audhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin. Rudia tena. Yasin. Safi. Naapa. Naapa. Safi. Kwa hii Qur'ani inajitambua kwa aya. Biblia haijatambui kwa aya, isipokuwa Biblia kuna kava juu imeandikwa Biblia. Ukitoa kava juu hakuna neno Biblia, lakini Qur'ani imejitaja mara 70 kwa neno Qur'ani. Sura ya 13 aya yake ya kwanza, ya pili na ya tatu. Twende haraka haraka. 13 ama 12, anzia. Twende 12. Inasema baada audhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Safi. Hizi ni aya za kitabu safi kinachobainisha kila lilohitajiwa. Twende. Hakika hakika safi sisi tumeiteremsha nini? Qur'ani. Waislamu takbir. Allahu akbar. Hata mtu aya leo Biblia ijitaje kama Biblia. Sura ya 13 aya ya kwanza. Twende. Inasema Alif lam mim ra. Twende. Hizi ni aya za hiki kitabu safi kilichokusanya kila kinachohitajiwa na yale yaliyoteremshwa. Rudia tena. Na yale. Rudia aya. Alif lam mim ra. Twende. Hizi ni aya za hiki kitabu kilichokusanya ndio kila kinachohitajiwa. Twende. Na yale yaliyoteremshwa kwako. Wewe sura ya ngapi? 13. Si huyo hapo. Hauko 13. Rudia tena 13 moja. Inasemaje? Na inasema hivyo. Rudia tena. Alif lam mim ra. Twende. Hizi ni aya za hiki kitabu safi kilichokusanya kila kinachohitajiwa. Safi. Na yale yaliyoteremshwa kwako sana kutoka kwa Mola wako. Waislamu takbir. Allahu akbar. Hii ndio Qur'ani. Biblia haijitambui. Ndio maana mnashindwa kuitetea Biblia kwa sababu yenyewe kwanza haijitambui. Ingejitambua Biblia mngejua kuitetea. Qur'ani inajitaja mara 70 moja kwamba hii ni Qur'ani.